TCRA ni maabara ya rufaa ya serikali. TCRA tunalinda afya ya jamii na mazingira. TCRA asante Rais Samia, kazi iendelee. Habari ya wakati huu mtazamaji, na karibu katika kipindi cha Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Kama ilivyo, lengo la kipindi hiki ni kukuelimisha, kukuhabarisha na kukukumbusha majukumu mbalimbali ambayo Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali inayatekeleza. Ikumbukwe, moja ya jukumu la Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni kuhakikisha sheria ya udhibiti na usimamizi wa kemikali za viwandani na majumbani namba 3 ya mwaka 2003 na kanuni zake za mwaka 2020 zinasimamiwa ipasavyo, huku lengo likiwa ni kuhakikisha kemikali hizi zinatumika katika matumizi salama bila kuleta athari kwa afya za binadamu na mazingira. Katika kipindi chetu juma hili tunaangazia elimu iliyotolewa kwa wadau wa kemikali na Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, ofisi ya Kanda ya Kati. Mtazamaji, wadau wa kemikali wanaelezea ni kwa namna gani wameyapokea mafunzo hayo. Kwa kweli tumenufaika sana. Kuna mambo ambayo nilikuwa siyajui, lakini nimeyajua kwa sababu mimi huwa na shughulika na mambo ya uchanganyaji wa madawa na kufanya analysis. Madawa yanatumika kwa ajili ya boiler. Sasa nilikuwa sifahamu kwamba yale madawa yanapokuja yale madumu, yani empty container, wasichukue watu kwenda kuyatumia, yanakuwa bado yana sumu. Yanatakiwa kuna kampuni maalum ambazo zinahusika kwa ajili ya kuyateketeza, au yule supplier anayetuletea ayachukue yakatumike tena, yani reuse. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijui kabisa, nilikuwa nawaachia tu, kisha mimina dawa nawaachia tu, watu wanachukua wanaenda kutumia majumbani. Lakini sasa hivi itakuwa ni marufuku. Masomo ambayo yameniingia ambayo nilikuwa siyafahamu ni kwamba wale wasafirishaji, madereva wa maroli wanaposafirisha madawa au chemicals lazima wapate kibali, sio wasafirishe kienyeji. Na endapo gari itapata ajali na chemicals zikamwagika kiasi au hata nyingi, inabidi watoe ripoti mara moja, vinginevyo hatua kali zitachukuliwa juu yao. Maana walitutolea mfano kwamba kuna gari moja la chemical lilianguka na sehemu ile kulikuwa na visima hivi vya kienyeji vya wananchi wanachota maji. Sasa matokeo yake mvua imenyesha, zile chemicals zikaingia kwenye maji, wanakijiji wakaanza kupata madhara ya kuwashwa. Kwa kweli niliyoyapata hapa inabidi niende nikawaelimishe yote niliyoyapata hapa. Ni mambo mazuri sana ambayo mimi nilikuwa siyajui, inabidi niwafikishie, niwaeleze. Mafunzo haya yametusaidia kupata uelewa zaidi juu ya mambo ya kemikali, na kemikali hizi tunazitumia kule. Kwa hiyo na tumefaidika kwamba tumejua namna ya utunzaji wa hizi kemikali, namna ya usafirishaji na hatari zinazoweza kujitokeza kulingana na kemikali hizi. Kwa hiyo haya yameweza kutufanya hata tutakaporudi kwa maeneo yetu ya kazi tukapate kuwaelimisha na wengine juu ya mafunzo haya kwamba ni nini wazingatie katika utumiaji wa kemikali. Sisi wadau haya mafunzo yametujengea ujasiri na kuelewa juu ya kemikali, kwa sababu sisi tunashinda na kemikali. Ukizingatia gesi ni kemikali, kwa sababu gesi ukishika bila kuvaa gloves inaunguza mwili. Kwa maana ni njia nzuri, wametufundisha vizuri na tumeelewa, na tunaenda kuelimisha wenzetu ambao hawajafika kwenye semina, sababu tumekuja wachache, tumetoa wachache kwa ajili ya kuja kupata semina ili tuweze tukafundishe na sisi wenzetu ambao wamebaki makazini kwetu. Somo ambalo nimelielewa sana na nimeuliza, kuna masomo mawili, kuna somo la DNA na somo la kemikali ambao wanabeba madereva kwa ajili ya kupeleka hasa Kongo, Zambia. Alivyotuelimisha vizuri, zile kemikali kuwa ni mbaya, hazitakiwi. Sababu muda mwingine zikana zikazi zimemwagika, tunakimbilia kuzizoa na mikono.
lakini ametuelimisha vizuri kwa hazitakiwi. Takiwa ukiona ametokea unapiga simu ili waje ili watoe elimu. Mafunzo ni mazuri kwa sababu yanatuelimisha vile vitu ambavyo tulikuwa hatuvijui, lakini pia yanatupa mwanga zaidi kwa yale ambayo kwa sababu hayahusu yale tunayoyafanya tu. Tumekusanyika hapo mchanganyiko na wote tunapata kidogo maarifa ya vile tunavyofanya maeneo yetu ya kazi. Kwanza tusaidia kupunguza sana ajali endapo tutapata ushirikiano kutoka kwa waajiri wetu, lakini pia kwa wale wenzetu. Kwa mfano nimejifunza hapa, ni jukumu langu mimi kuelimisha wenzangu ambao wamebaki pale, ili tusipatwe na ajali zinazotokana na kemikali. Kimsingi tunapoongelea kemikali, kwanza ni vitu ambavyo tunavihitaji katika maisha yetu, lakini vina hatari zake. Kwa maana hiyo haya mafunzo yamejikita katika kutupa sisi uelewa zaidi jinsi ya kutumia na kuhifadhi kemikali. Ni mafunzo ambayo kimsingi yametupa sisi nafasi kubwa ya kuelewa jinsi gani tutahifadhi kemikali, jinsi gani tutasafirisha kemikali na jinsi gani tutatumia katika matumizi yetu sahihi na matumizi bora zaidi. Kuna swala zima la kuingia katika mfumo wa poto. Kuna kipengele kilikuwa kidogo kinatupa kama ugagaziko kidogo. Kuna kitu walikuwa wanaongelea swala la kuna malipo wanasema malipo kama vile ya marekebisho au matumizi yale ya mfumo. Sasa yale malipo kidogo yalikuwa yanatuchanganya, lakini baada ya kueleweshwa tumegundua kwamba kuna kila sababu ya kulipa ili zile huduma ziendelee kutolewa kama kawaida katika mifumo ya electronics. Kwa maana hiyo kwenye poto, ili tuweze kufanya shughuli zetu tukiwa kule majumbani kwetu au kwenye shughuli zetu. Tumeweza kuongeza zaidi ule ufahamu tuliokuwa nao juu ya matumizi ya kemikali, uhifadhi, usafirishaji, lakini kikubwa zaidi jinsi ya hii mamlaka ya mkemia mkuu inavyofanya kazi na sheria hizo 3 ambazo zinaunda mamlaka hii na ndizo ambazo zinatekelezwa na mamlaka hii ya GCLA. Actually tunamshukuru sana kwa sababu mwanzoni ilikuwa watu wengi wanafanya vitu kama hivi bila kujua, lakini taratibu zilizowekwa na jinsi tulivyopata mafunzo haya, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hata sisi ingawa nimeona kwa haraka tuko watu kama 99. Kwa hiyo na maana tumetoka sekta mbalimbali na mikoa mbalimbali zaidi ya nje hata ya kanda ya kati, kwa sababu kuna watu wengine kama walivyosikia wametoka Mtwara, wengine wametoka Ruvuma, wengine wametoka Sumbawanga, Mwanza na sehemu nyingine Mara, ambazo ni sehemu ambazo ni nje ya kanda hii ya kati, lakini wote wamekuja, wameweza kuhudhuria. Na mimi binafsi kwa upande wangu nimejifunza kuhusu matumizi bora, kwa sababu ingawa tunatumia kwa uchache, lakini watu wengi kiwandani kwetu walikuwa wanaweka tu madumu yale kwa sababu ni gundi za kawaida, wanaziweka tu pembeni nini. Lakini sasa hivi kwa kupitia mafunzo haya nitaenda kuwaelimisha, kwa sababu wako watu 4 tu wanaosimamia kitengo hiko, na itakuwa ni rahisi hata kwangu kuwaelewesha. Kitu ambacho kimenivutia zaidi ni ile mambo ya wastage na disposable, kwamba watu wengi, na kuna mshiriki mmoja alitoa maelekezo na maoni kwamba kule aliko yeye wanafanya mambo ya madini. Kwa aliona kabisa kwenye kijiji watu wanatumia yale madumu ya ambayo yana kemikali, yakishatumika kule yale madumu yanakuja kukutwa mtaani, yani watu wale wanaotumia labda wanayauza au wakiyatupa wanakijiji wanayaokota, alafu wanaenda kutumia kuwekea maji ya kunywa kwenye majumba yao. Na mafunzo haya kupitia msemaji alikuwa anatoa mada hiyo, alisema kwamba ni vizuri wewe unayetumia ukadispose wewe mwenyewe, yaani ukatoboa yale madumu ili asiweze kutumika, alafu wakati unasubiria sasa njia nzuri ya kuweza kudispose ili asitumike kabisa, kwa sababu hayafai, ni hatarishi. Na unakuta wanakijiji wengi kule kijijini hawana hiyo elimu, lakini sasa wewe kama mdau ambao unafanya kile kitu unatakiwa ukienda kule ndio ukawaelimishe kwamba haya mambo
hayatakiwi kutumika tena, kwa sababu sio rafiki kwa afya ya binadamu na hata mazingira. Na baadhi ya wadau wameelezea uhusiano uliopo kati yao na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Ushirikiano ni mzuri na ni mkubwa, umetanda Tanzania nzima, kwa sababu nikiangalia hapa washiriki niliokutana nao sio kama nilivyotarajia. Nilitarajia labda nitakutana na watu wa viwandani tu, nimekutana na wajasiriamali, watu wa kwenye madini, lakini hata hivyo haya ni mafunzo ya kanda ya kati GCLA. Zaidi ya yote tumeona watu kutoka kanda zingine wameshiriki. Kwa hiyo kuna kitu cha ziada ambacho wawezeshaji na wataalamu wetu wa mamlaka hii ya mkemia mkuu wa serikali wanachokifanya kuhakikisha kwamba jamii ina uelewa mzuri na usimamizi mzuri juu ya kemikali. Kimsingi, kutokana na matumizi ya kemikali lazima tuwe tuna uhusiano mzuri na mkemia mkuu, kwa sababu bila kuwa na hiyo idara kiukweli tusingekuwa tunafanya vizuri zaidi, au tungekuwa tunaleta hatari zaidi katika mazingira na maisha ya binadamu, kitu ambacho kingekuwa sio kizuri kiafya na katika taifa pia. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba mkemia mkuu ni kiungo kikubwa sana katika shughuli zetu za uchimbaji na hata viwanda. Je, ni changamoto zipi zinawakabili wadau? Changamoto sisi tunazipitia, muda mwingine unaweza kuona kuna tatizo umeliona, unashindwa kuripoti kwa mwajiri kwa sababu ya uzembe, kuogopa kuwa nikimwambia mwajiri anaweza akasema hiki wewe inabidi ukae pembeni, kumbe hapana. Kumbe inatakiwa kuripoti, ili ukisha ripoti unapata afya wewe. Mwajiri anafanya vile kutimiza, kwa sababu asipotimiza mkemia akija ni hatua ya kisheria nyingine. Changamoto haziwezi kukosekana kwa vitu kama hivi kama kemikali, na wakati mwingine kweli tulikuwa tujui namna ya kuzitunza vizuri hizi kemikali, na labda wakati mwingine tumejifunza hapa tukajua labda wakati wa kuziteketeza ambazo zimeharibika, kumbe kuna utaratibu wa kuweza kushirikisha mkemia mkuu ili aweze kutupa maelekezo namna ya kuziteketeza. Changamoto kubwa ni wakati mwingine upatikanaji wa hizi malighafi, yani hizi kemikali. Unaweza ukakuta kwamba kuna muda kemikali hazifiki kwa wakati na watu tunazihitaji. Kwa hiyo inasababisha kupanda kwa bei maradufu. Hiyo ndio changamoto kubwa sana tunayoipata. Changamoto ya pili ni ilikuwa ile elimu ya usafirishaji wa kemikali na matumizi sahihi. Kwa hiyo kadiri tunavyozidi kupewa elimu na kuelimishana, basi tunakuwa tunaenda katika mfumo mzuri wa utumiaji wa hizi kemikali. Na wito kwa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ukatolewa hapa. Wito wangu ni kama ambao wadau wengine wamesema pale ndani, kwamba watu waweze kuwigo utanuke zaidi, hasa zile sehemu za vijijini ambao watu wengi hawana hii elimu. Lakini naamini wakipatiwa hii elimu, hata mambo ya kama alivyosema jana mdau mmoja kutoka kwenu wa mwakilishi mtoa mada alisema kwamba serikali haipendi watu kufa, na kiujumla hakuna mtu anayependa kufa. Lakini sasa kuna namna ambayo inatokea kwamba kwa kutokujua, basi mtu anakuwa anafanya kitu ambacho yeye haoni madhara yake sasa hivi, anayaona baadaye. Kwa hiyo tunaomba mkemia mkuu azidi kuweka training kama hizi hata kule sehemu nyingine, hata kama zikiwa zinafadhiliwa na serikali au mashirika au wadau wengine, lakini zifike sehemu kubwa, hasa zile sehemu ambazo yeye kama mkemia mkuu anajua kabisa kwamba kemikali hizi zinatumika kwenye maeneo haya. Kwa akiweza kuzifikia zile sehemu na akawapa watu elimu, watu watakuwa wanauelewa mzuri sana wa hizi kemikali na matumizi yake na namna ya kuweza kujikinga. Wito wangu kwa Watanzania na wadau wote, maana Watanzania wote ni wadau wa kemikali, tuzingatie taratibu zote salama. Kama kauli mbiu ya rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inavyosema, kazi na utu, tunasonga mbele. Kujali usalama wa watu katika matumizi ya kemikali ni kujali utu wa watu. Kimsingi
Mimi naweza nikasema kwamba kwa swala la kemia, yani kemikali, mkemia mkuu anapaswa kuwa na hizi programu za mara kwa mara katika kuwakumbusha wadau jinsi ya kuzitumia na kuzihifadhi, kwa sababu sio wote tuliopata elimu sasa hivi, na kuna wengi zaidi wanatumia na hawajapata elimu. Kwa maana hiyo ni vizuri wakawa na hizi programu za mara kwa mara ambazo zitatujenga sisi katika matumizi sahihi ya kemikali. Mkemia mkuu wa serikali aendelee kuelimisha kwa sababu tuko wengi. Hapa tumekuja wachache, lakini waliobaki ni wengi na makampuni ni mengi sana. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba wao watembelee na wape ushawishi wa kuhudhuria mafunzo kama haya. Mimi wito wangu kwa mkemia mkuu amkaweka semina siku chache, angalau awe anaongeza siku ziwe angalau 5 ili tuingie in deep zaidi, tujifunze market size. Kila kitu ni kemikali, kila kitu tunachotumia ni kemikali. Kwa maana angalau tukae siku 5 ili watu tujifunze zaidi, tuelewe zaidi kuhusu mkemia. Lakini namshukuru sana, anajitahidi sana. Mimi kwa mkemia mkuu wa serikali naomba hizi semina ziendelee, na pia hata hawa madereva ambao wanasafirisha chemical angalau wapewe semina kidogo au vijarida ili waweze kujisomea wenyewe, waelewe nini umuhimu wao na nini madhara ya kusafirisha chemical bila kutumia vifaa. Wakati mwingine madereva huwa wanalala humo kwenye chemicals ambao ni hatari kwa afya zao. Ushauri ninaotoa kwa mkemia mkuu ni tungeomba haya mafunzo yatolewe mara kwa mara ili tuweze kupata uelewa zaidi juu ya mafunzo haya. Magdalena Mtenga ni meneja wa mamlaka ofisi ya kanda ya kati. Hapa anaelezea lengo la kuwaelimisha wadau wa kemikali. Tumeandaa mafunzo haya kwa sababu ni takwa la kisheria la kuwezesha wadau kuelewa sheria na kanuni zake ambazo zitawezesha kutekeleza matakwa ya sheria. Na mafunzo haya tunafanya mara kwa mara ili kuwawezesha wadau wapya na wale wa zamani kupata elimu ya sheria ya kemikali. Mwitikio ni mkubwa kama ulivyoona ndani, tuna wadau wapatao 106. Mwitikio wao ni mkubwa kwa sababu wanapokuja wanapata elimu mpya. Mabadiliko mbalimbali yamefanyika, kama unavyofahamu sasa hivi sheria yetu ya kemikali imefanywa maboresho. Kwa hiyo wakati tunafanya elimu hii tunawajulisha pia maboresho yaliyofanyika. Aidha tunachukua nafasi hii pia kuelezea yale mapungufu ambayo tunaiona wakati wa ukaguzi. Tunapokutana tunawaelimisha kuhusu pia yale mapungufu tunayoona na marekebisho yaliyofanyika. Kwa hiyo venue hii ni nzuri zaidi ya wadau kukutana, sio kwa ajili tu ya mamlaka, hata wao kwa wao wanapokutana wanabadilishana uzoefu kuhusu masuala ya udhibiti wa sheria ya kemikali. Lengo kubwa ni elimu ya sheria na kanuni zake. Sisi lengo letu kubwa tunapotoa mafunzo haya ni kuhakikisha kwamba wadau wetu wanapata uelewa, na wakipata uelewa inatuwezesha au inakuwa rahisi kwetu sisi kuisimamia sheria kwa sababu watakuwa wanakidhi matakwa yote ya kisheria. Meneja anaendelea kuelezea changamoto wanazokutana nazo. Kiukweli kama ulivyoona haya mafunzo tunayaleta ya kuelimisha kwa sababu kuna changamoto ambazo tunakutana nazo ambazo ni za, kwa mfano, usajili. Utakuta watu wengi sheria inawataka wasajili kemikali, wanakuwa hawajazisajili. Premises utakuta na zaidi ya moja, lakini anasajili eneo lake moja tu la kufanyia shughuli zake za kemikali, lakini unamkuta kwamba ukienda kumkagua au ukiingia kwenye mfumo unamkuta na zaidi ya eneo moja. Kwa hiyo vitu kama hivyo wanapaswa waelimishwe kwamba unapokuwa na eneo moja au zaidi ya moja, maeneo yote lazima yasajiliwe. Pia kuna yale mahitaji ya kisheria wakati wa usajili. Wengi utakuta masuala ya leseni, kama leo tulivyokuwa kwenye mafunzo wameongelea swala la ugumu wanaopata wadau wanapotafuta leseni za biashara, kwamba wakienda kwa taasisi inayotoa leseni wanaambiwa lazima wawe na kibali, wawe na cheti kutoka kwa mkemia mkuu. Lakini sisi pia tunataka leseni wakati wa usajili, lakini tumewaelimisha kwamba taasisi za serikali zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo huwa tunawaandikia barua
ili wapate hiyo leseni, alafu waifanye submission kwenye mfumo ili waweze kuendelea na mchakato wa usajili. Fidelis Crisant ambaye ni mtumishi wa mamlaka ofisi ya kanda ya kati anaelezea kile alichofikisha kwa wadau na nini matarajio yake. Mada ambazo niliwasilisha zilikuwa 2. Ilikuwa mada ya kwanza ilikuwa ni ya majukumu ya mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Kwa kabla ya kuanza kuwasilisha mada zote tulitakiwa tuanze na majukumu ili sasa wadau waweze kujua wanaongea na mamlaka gani na kazi za hiyo mamlaka ni nini, kwa sababu tunazo kazi nyingi ambazo pengine wanakuwa wazifahamu. Kwa hiyo tunapoanza tukawatambulisha kuhusu mamlaka yetu na vile kazi zote inazozifanya, basi unaweza ukakuta tunapata wadau wengine ambao walikuwa hawajui kama hiyo huduma zinapatikana kwetu, na vile tunaweza tukaanza kuwahudumia. Lakini baada ya mada hiyo ambayo iligusa majukumu, nikawasilisha mada nyingine ambayo ilikuwa inalenga ajali za kemikali, madhara yake, lakini pamoja na mikakati ya kuweza kukabiliana na madhara ya kemikali. Hii mada iliwasilishwa kwa maana kwamba tulianza kuwaonesha ni kwa kiasi gani kemikali zinaweza zikaleta madhara katika mazingira yetu, wale wanaozitumia au wanaozisafirisha, pamoja na wale ambao wanazihifadhi kemikali katika maeneo yao. Kwa hiyo tukaonesha madhara ambayo yanaweza yakatokea kutokana na kutofuata misingi muhimu ya usimamizi wa hizo kemikali. Lakini baada ya hapo sasa, hayo madhara yakisha tokea, sasa tukaenda kwenye mikakati ya kuweza kuyazuia ili tuwe proactive kuliko kuwa active. Kwa hiyo nikawapitisha kwenye njia za kuweza kukabiliana na hayo majanga, kuyazuia yasitokee, kuanzia kwenye jinsi tunavyoweza kuchagua material ambayo tunaweza kuyatumia. Kemikali ambazo zinakuwa ni hatari sana, lakini zinakuwa na mbadala wake wa kuweza kutumika, basi tuachane nazo, tutumie mbadala ambazo zinakuwa na madhara ambayo sio makubwa sana. Lakini vile kuna njia nyingine za kuweza kuzuia kama zile za miundombinu. Tuliongelea engineering control, kwamba jinsi mtu anavyochagua miundombinu yake inaweza ikawa ni step mojawapo au ni hatua mojawapo katika kuzuia majanga ya kemikali. Tukawafundisha kuhusu jinsi ya kuweka ventilations katika maeneo yao ya kuhifadhia kemikali, jinsi ya kuweka fume hoods katika maeneo ya kutumia kemikali, jinsi ya kuweka mipaka pamoja na restrictions au mazuio ili yale maeneo yote ambayo ni hatarishi basi yasiweze kufikika. Baada ya hapo tukawapitisha kwenye njia nyingine ambayo ni ya kiutawala zaidi. Sasa ambapo hapo tuliwaelekeza jinsi ya kutengeneza contingency plan, mipango ya dharura, kufanya tathmini za vihatarishi vyote ambavyo vipo katika maeneo yao ya kemikali na kuvibaini, alafu sasa kuviundia mpango wa dharura. Vile kutoa elimu kwa watu wao ili waweze kuwa aware na mazingira yao ambapo wanatumia au wanapokuwa wanatumia hizo kemikali zao. Lakini vile kuhusu kutengeneza safety posters, kutengeneza warning signs, hivyo vyote tuliwaelekeza kulingana sasa na mtu kemikali anazozitumia. Lakini baada ya hapo tulienda kwenye vifaa kinga. Tukawaelezea ni jinsi gani ya kutumia vifaa kinga, lakini uwezo wa kuchagua hivyo vifaa kinga. Ni kitu gani cha msingi cha kuzingatia wakati wa kuchagua vifaa kinga ili sasa mtu anapotumia kifaa kinga kiwe ni appropriate. Sio tu amevaa, bali atumie kifaa kinga ambacho ni appropriate. Mafunzo haya tunategemea yawe na outcome. Moja ya outcome tunategemea kwamba yote tuyazungumza hapa, kwa sababu kila mdau kwa nafasi yake aliweza kuona kwamba ni wapi ambapo hafanyi vizuri. Kwa hiyo tunategemea kwamba watakaporudi kwenye maeneo yao, basi kila mmoja ataweza kurekebisha ile sehemu ambayo hafanyi vizuri na hatimaye kuifanya sehemu yake ya kazi mahali salama pa kufanya kazi bila kuwa na ajali zote za kemikali. Lakini vile tunategemea tutakapokuwa tunafanya assessment, kwa sababu tayari hao watu maeneo yao tunakuwa tunayakagua, tunajua taarifa zao. Lakini tunapokuwa kwenye kupitia ukaguzi sasa tutaweza kuverify kwamba kama kuna outcomes zozote zimetokea kulingana na haya mafunzo ambayo tumefanya. Wito ukatolewa kwa wadau. Wito wangu kuhusu mafunzo, sisi tumeongea nao tukaomba kwamba haya mafunzo yanatolewa mara kwa mara ni
kwao kuweza kuhudhuria mafunzo ili kupata mabadiliko yanayofanyika kwenye sheria, kupewa taarifa za utekelezaji wa sheria, wapi kuna changamoto ili waweze kuelimishwa ili wasipate changamoto wakati wanafanya usajili au wanapoingiza kemikali nchini, wasichukue muda mrefu bandarini kupata labda malipo ya ziada kwa sababu ya mambo tu ambayo hakuweza kuyakidhi. Lakini kwa mafunzo haya tunazidi kuwa brush na kueleza mahitaji yote ya sheria wanaopata, na sisi tuna furaha kwamba wanaelewa na wanauliza maswali. Kwa hiyo utekelezaji wa sheria tunaona tunavyotoa elimu, sheria inakuwa rahisi hata kwa waguzi wa kemikali wanapoenda kufanya ukaguzi hawatakutana na changamoto nyingi za kisheria. Mtazamaji, ni imani yetu kuwa umejifunza mengi yaliyojiri katika kipindi hiki. Tamati ya kipindi chetu cha leo ndio mwanzo wa kipindi kingine. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, tukutane tena juma lijalo kwa kipindi bora chenye elimu kuhusu Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Mimi ni Okelo Thomas. Kwa heri kwa sasa. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee GCLA. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara